Mimi kwa majina anaitwa Saduni Isaac, ni wakili wa Mahakama Kuu, ni wakili wa kujitegemea. Sasa mimi nataka nikupe mambo mawili ya msingi sana. Mambo mawili ya msingi sana ambayo unatakiwa kuyafahamu kwa haya mambo. Nimeliona tukio lililotokea. Nimemsikiliza mama alikuwa analalamika, lakini pia nikasikiliza maelekezo ya serikali kutoka kwa ofisi ya msajili wa ardhi, kwa commissioner, nikasikiliza na watu wengine. Lakini mimi nataka sasa nikupe ufafanuzi. Sheria inasema nini? Sheria ipoje? Na tutakwenda katika ufafanuzi kwenye sheria, lakini pia tutagusa masuala ya msingi yanayohusiana na maamuzi mbalimbali yalivyoamua kutokana na scenario za namna hii. Na tunataka kufahamisha ni kwamba hizi scenario sio mara ya kwanza kutokea. Haya mambo mnayoyaona sio mara ya kwanza kutokea. Yapo mengi sana. Inawezekana ni huyo tu ndio umemuona, lakini mahakama imeamua kwenye haya mambo tofauti tofauti kulingana na mazingira yaliyopo. Sasa mimi nataka nikupeleke kwanza kwenye swala la msingi. Tutaelewa mambo mawili kwenye hii issue. La kwanza tutaelewa nini maana ya matrimonial property na ni wakati gani unaweza kuzigombania, yani wale wenza wakati gani. Lakini pia tutagusia masuala ya spouse consent, hiari ya mwenza wako unapokuwa unafanya mambo fulani. Ni wakati gani inahitajika na ni nini kinatakiwa kufanyika. Sasa mimi naomba tuanze na swala la spouse consent. Spouse consent ni nini na ilitokea vipi? Hii ni hiari ya mwenza wako, hususan pale unapokuwa unauza kitu fulani. Hususan tunagusia mara nyingi sana, tunagusia yale masuala ya immovable property, zile mali sizo ameshika. Kwa asilimia kubwa sana watu wanafahamu hivyo, lakini sio kweli, kwa sababu hili swala kwenye masuala ya hiari ya mwenza wako yanakwenda mbali sana, yanagusa hata zile mali sizo ameshika. Lakini mimi naomba tuguse kwenye masuala ya hizi mali zisizo ameshika, hizi ambazo asilimia kubwa sana watu tumeona wakifuatilia masuala. Sasa tunapokuwa tunaongelea hiari ya mwenza wako, hii hiari ya mwenza wako ni kitu endelevu. Kimeleta mgogoro miaka ya nyuma sana, mambo mengi sana yalikuwepo, lakini baadaye katika maendelezo wa sheria wakazitengeneza vizuri. Swala la hiari ya mwenza wako kwanza limegusiwa katika sheria ya ardhi. Ukisoma katika sheria ya ardhi kifungu cha 114 kinazungumzia vizuri sana kuhusiana na masuala ya hiari ya mwenza wako unapokuwa unauza mali au unataka kukopesha au kufanya kitu chochote kinachohusiana na masuala disposition kwenye hiyo mali. Lakini pia tukaenda mbali zaidi, tukatengeneza sheria moja inaitwa mortgage financing, ili ya mwaka 2005. Na yenyewe ikagusia masuala ya mwenza, hususan unapokuwa unataka kukopa benki na mambo mengine yaliyokuwepo. Sasa ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa sababu gani? Katika kesi za nyuma kidogo, watu walio wengi sana walikuwa wanakopa. Yaani anakopeshwa na benki, alafu hahusishi mwenza wake. Baadaye inatokea ameshindwa ule mkopo katika utekelezaji kwenye upande wa benki, wanakuja benki wanataka kutekeleza, yule mwenzaka anakataa, anasema labda mimi hiari yangu haikuwa sawa sawa, haikupatikana wakati mimi nakopeshwa. Benki zilipata hasara kubwa sana. Benki nyingi sana zilifilisika kwa sababu zimerudi nyuma. Hazikufilisika kabisa, lakini zimerudi nyuma kutokana na masuala ya spouse consent, kwamba hakuwa na hiari, yani mume wangu sikuweka hiari yangu, anakuja pale inapambania hivyo kesi, unakuta ule mkopo benki haipati zile fedha kwa sababu ya ule utaratibu wa ukopeshaji wa zile fedha. Sasa wakaenda mbali zaidi, mambo yakawa ni mengi sana. Sasa ikaja kafanyika mabadiliko kidogo kwenye sheria. Kafanyika mabadiliko kidogo sana kwenye sheria ya ardhi, wakaweka sawa sawa na kwenye ile sheria ya mortgage financing. Wakaweka sheria kivipi? Kwamba muda mwingine sisi wakopaji hususan wenza wana ujanja mwingi sana. Mimi naweza analeta mwanamke ambaye sio wake. Yaani sio mke wake kabisa halali wa ndoa, au ana mwanamke mwingine anamleta pale benki, wanakuja wanasign, anaonekana ndo mke halali, anasaini ile mikopo, alafu baadaye sasa inapotokea changamoto, yule mwanamke halali ndo anajitokeza na shida inaanzia hapo. Benki zilikuwa zinapata hasara sana, hata pamoja na mabadiliko ya sheria, lakini mambo yakawa yanaendelea hivyo. Sasa ikawa changamoto sana kwenye upande wa benki, kwamba benki inataka kumkopesha mtu. Sasa tunafanyaje? Tutapata uhakika gani wa kujua kwamba huyu mtu ni mke wake? Kwa sababu muda mwingine ukuta labda hao wanapangisha sehemu fulani, wengine wanaishi under presumption of marriage, chini ya dhana ya ndoa. Watu wengine ukifika pale wanauliza, wanasema kweli ni mke wake. Watu wengine wanafoji mpaka vyeti vinafojiwa, hivi vyeti vya ndoa hivi. Mtu anakuwa na cheti cha kufoji, inakuwa ni changamoto kubwa sana. Sasa kabidi watengeneza mazingira kwamba wale wanaokopesha, sheria ikafanywa mabadiliko. Wale wanaokopesha, kwa kama ni benki inapotaka kumkopesha mtu ambaye anadhaniwa au atakuwa na yani anadhaniwa kuwa na mwenza, kitakachofanyika ni kitu kimoja. Utakuja wewe mwenyewe kama ni mkopaji, kama ni mimi ni mkopaji, nitafika pale nitajieleza benki, wataniuliza taarifa zangu za msingi, una mke? Nitasema labda sina mke. Wakisha sema sina mke, watafanya uchunguzi wao kidogo kujiridhisha kwenye hilo, lakini nitafanya kiapo mimi kudeclare kwamba mimi kweli hapa nilipo sina mke.
niko mwenyewe, sijaoa, sina ndoa aina yote. Kwa hiyo mimi nikifanya declaration ya kusema kwamba mimi sina mke, tayari kile kiapo changu ndo kitachukuliwa na kitazingatiwa na kitaaminiwa kwamba mimi sina mke na zile fedha nitakopeshwa. Sasa nikishakopa sasa mimi tayari maana yake nimesha declare kwamba sina mke. Kwa hiyo hata yule mwanamke akija sasa atakuwa na changamoto ya kupambana na mimi na sio na benki tena. Kwa sababu tayari sheria imeshaweka utaratibu wa kwamba mimi nikishafanya declaration kwamba sina mke, tayari ile sheria itakuwa imemtoa yule mwanamke ambaye ninaye, imeniweka mimi burden. Kwa hiyo yule mwanamke atakapokuja kulalamikia utaratibu wa ukopeshwaji, tayari kama kuna kiapo changu, mwanamke itabidi aniwajibishe mimi mume wake na sio kuiwajibisha benki. Kwa hiyo utaratibu ukao unaenda hivyo, na kuna kesi nyingi sana zilifunguliwa katikati na mambo mengi. Yaani imekuwa ni changamoto, ninavyokuambia kwamba ni changamoto kwa sababu kuna kesi mpaka nyingine sasa hivi zinaendelea mahakamani zinazohusiana na swala la spouse consent. Kwa hiyo hiari ilikuwa hapo. Lakini benki au mtu yote anayetakiwa kujiridhisha kuhusiana na swala la namna hii, hususan kwenye masuala ya kukopeshana zile fedha. Mimi ninapofanya kiapo, wewe unatakiwa ufanye uhakika, uchunguze vizuri kwamba labda huyu kweli hana mke, la kwanza. La kila pili, uhakikishe kabisa kwamba hiyo mali mimi ninayotakiwa kukopea ina jina langu peke yangu. Yaani hili mimi sina jina na mwenza wangu, kwamba labda mimi naitwa Saduni, pale kwenye ile hati miliki wewe unanisoma mimi peke yangu. Lakini nikisha soma majina mawili kwamba Saduni na Mrs. fulani, tayari hapo itakuwa ni changamoto. Hakuna haja ya spouse consent, ila kwa pamoja wote tutahitaji kuiali. Lakini hati miliki kisha soma mimi jina langu peke yangu, na nikadeclare kwamba mimi sina mke kabisa, nikafanya kiapo, tayari hiyo mali mimi nitakopeshwa na mke wangu atakuwa amezuiliwa kisheria kuja kulalamika kuhusiana na mkopo huo, kulalamikia benki, ila anaweza kanishtaki mimi na mambo mengine yanaendelea. Sasa pamoja na mambo mengi sana yalikuwa yanaendelea, mimi naomba nikuweke wazi kwenye swala la spouse consent kwenye hii issue. Na hapa tuelewane vizuri kabisa, twende sambamba. Spouse consent imekuwa ikitumika sana hususan kwenye uuzaji wa mali. Mtu anakuambia mimi nataka niuze nyumba yangu ipo Kariakoo, niletee mke wako asaini. Unajua kwenye sheria zetu kuna ndoa ya mke mmoja, kuna ndoa ya mume mmoja, mke zaidi ya mmoja. Lakini hatuna ule utaratibu wa kwamba mwanamke mmoja anaweza kaolewa na wanaume zaidi ya mmoja. Hakuna utaratibu wa namna hiyo kwenye nchi ya Tanzania. Sasa kuna maana yake tunazungumzia ndoa ya Kikristo na tunazungumzia ndoa ya Kiislamu. Sasa tunapokuja kwenye swala la ndoa ya Kiislamu, unakuta mwanaume na wanawake wanne. Ana mali yake moja na anataka kukopepo kapale Kariakoo. Consent, hii spouse consent tunayosema inatoka kwa nani? Wanahitajika wailete wote kwa pamoja wanawake wanne, au inatakiwa itoke kwa mwanamke wa kwanza naye ishi naye kwenye ile nyumba? Consent inatoka wapi? Hiyo ni changamoto bado kwenye upande wa tafsiri ya sheria. Bado ni changamoto. Lakini wanachokifanya watu ni kwamba kwa sababu ile nyumba ikiwa ni makazi ya kuishi, watu wanaamini kwamba mwanamke unayeishi naye pale ndiye anayetakiwa kutoa consent ili mimi nikauze hiyo mali au nikakopeshwe. Sasa nitakupa mfano wa kesi mbili maarufu sana ambazo zimezungumzia hilo jambo. Moja ilikuwa inazungumzia habari ya forgery. Ilikuwa ni forgery kwenye spouse consent kama hili lililotokea. Huyu alikwenda mwanaume na alikuwa anataka kukopesha benki, alikuwa anataka kukopesha benki, akaenda akaforge signature ya mke wake kwenye spouse consent, akaipeleka benki ya KCB Tanzania Limited kwa ajili ya ukopeshaji wa fedha. Benki ikapitisha, ikaamini kwamba ile ni spouse consent, basi yule mtu akawa amempatia mkopo wa fedha. Walipompatia mkopo wa fedha, kumbe ile consent mwanamke aliyokuwa ameitoa, sasa hatujajua kwamba ilikuwa ni forgery kweli au ni mkakati umetengenezwa. Kama nilivyokueleza, hii mikakati inatengenezwa hii. Inaweza ikatengenezwa na wanandoa wenyewe kwamba mimi nimeshakopa, nimeshashindwa, tutengeneze mfumo sasa zile fedha tuangalie namna gani tutapambana na benki. Hiyo mifumo ipo na sitaki kwenda sana huko. Lakini huyu dada alikuwa anaitwa Sarah Joel Mahanyu dhidi ya KCB benki. Alichokifanya yeye alisema kwamba ile consent iliyoletwa na mume wake iligushiwa. Ilikuwa ni ya kugushi. Yaani maana yake kwamba waligushi signature yake, huyu mwanaume akaja kukopa benki. Basi kesi imeenda akashindwa baraza la ardhi la wilaya. Aliposhindwa kesi baraza la ardhi la wilaya akakata rufaa. Hii kesi ilikuwa Arusha na imeamuliwa na Jaji Mwaseba mwaka 2023 tarehe 14 mwezi wa 11. Yule mama amepambana sana mahakamani of course kuhusiana na swala la spouse consent, kwamba mimi sikuiali wakati mume wangu anakopa zile fedha. Kwa hiyo mimi naomba mahakama ibatilishe ule mkopo, kwamba ulikuwa ni batili kwa sababu mimi sikuweka hiari yangu wakati wa kukopesha. Mahakama imesikiliza vizuri ushahidi wote uliotolewa, na kwa sababu alikuwa analalamikia watu wawili hapa, mume wake pamoja na hiyo benki. Sasa kilichofanyika ni nini? Jaji alichokiamua kwenye hii kesi iko hivi, na twende nayo, na ipo ni principle na inafanya kazi mpaka sasa hivi vizuri sana mahakamani. Alichokisema ni kwamba
Kwa sababu yule mwanaume ndiye aliyekopa zile fedha, na kwa sababu hati miliki ilikuwa inamsoma yule mwanaume katika majina yake halisi, na ile hati miliki ilikuwa isomi majina mawili, kwa maana ya kwamba Mr. and Mrs. Na yule mwanaume ndiye aliyeleta ile spouse consent, ile hiari ya mwanamke ya kukopeshwa zile fedha. Kwa hiyo jaji alichokiamua ni kwamba benki ilikuwa sahihi kuchukua ile mali na kuiuza, na mwanamke anashtakiwa kufanya huyo Bi Sara Joel Mahanyu anatakiwa afungue kesi dhidi ya mume wake. Yaani mwanaume kama amechukua zile fedha akapeleka hiari ya forgery ya kugushi kwamba mke wangu karidhia nikope, ukigundua kwamba tayari zile fedha ameshapewa, labda mkopo umemshinda na wewe umekuja kugundua hapo katikati, usikimbilie benki, utaangukia pua. Unachotakiwa kufanya ni kwenda kumfungulia mashtaka mume wako. Yeye kama ni madai, ukamfungulie kesi ya madai. Sasa sijajua utaendaje, lakini ukamfungulie kesi ya madai mume wako kudai hicho kitu ambacho ulikuwa unatakiwa kukipata kutoka benki. Na hii ni principle ambayo iko wazi, haina shida ya aina yoyote. Kwa hiyo unapomaliza, mwanaume mume wako anapokopa zile fedha au akauza mali bila kukuhusisha wewe kwa kuweka hiari yako kama mke au kama mume, yani mwenza maana yake, akafanya hicho kitu, lakini ile hatimiliki ya umiliki wa lile eneo halikuwa hanalimiliki yeye mwenyewe katika majina yake, yani hatimiliki inasoma jina lake. Kwa vyovyote vile usipotoa hiari ya kuuza au kukopeshwa, au akafanya forgery akagushi signature yake kwa kuonyesha kwamba wewe umehiari auze au akopeshe, usidai aliyenunua, wala usiende kuishtaki benki iliyomkopesha, bali unatakiwa umfungulie kesi yeye mwenyewe binafsi udai haki zako kwenye hiyo mali. Ndicho kilichoelekezwa kwenye hii kesi, na ndo kipo hivyo. Lakini pia kimesisitizwa pia, hii kesi ya 2023 kimesisitizwa pia kwenye kesi ya Equity Bank. Equity Bank alikuwa na Faraji KT dhidi ya Lucy Makela. Hii ni civil, hii ni kesi ya madai, ni ya pili, ni rufaa civil ya madai namba 335 ya mwaka 2020, na imeamuliwa mwaka 2025 na mahakama ya rufani. Imeamuliwa mwaka 2025 na mahakama ya rufani. Hii kesi imeamuliwa tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2025. Scenario ilikuwa ni hivi. Na aliyeongoza hili jopo la majaji wa mahakama ya rufani alikuwa anaitwa ni Jaji Mgeyekwa. Jaji wa mahakama ya rufani. Alikuwa anazungumzia swala hili, na watu walitoka huko chini wakiwa wanapambania hii hiari ya mwanaume kukopa benki bila kupata hiari ya mwenza wake. Mwanaume kakopa benki bila kupata hiari ya mwenza wake. Jaji alichokizungumza hapa ni kwamba spouse consent sio lazima kwa mali ambayo inamilikiwa na jina la mtu mmoja. Kwa hiyo Equity Bank ilishinda hii kesi dhidi ya Lucy Makela. Kwa nini? Kwa sababu Lucy Makela alikuwa anazungumzia habari ya kupata hiari, kwamba mume wangu mimi akupata hiari yangu mimi wakati anakwenda kukopa Equity Bank. Lakini yule mwanaume wakati anakwenda kukopa Equity Bank alidanganya Equity Bank. Akasema mimi sina mke. Na alivyoidanganya Equity Bank kwamba mimi sina mke, akafanya kiapo. Alivyofanya kiapo kwa mujibu wa sheria, kile kiapo kinakubalika, na katika mabadiliko ya sheria yaliyofanyika yalikubali kwamba mwenza huyu mtu anayetaka kukopa akifanya kiapo kwa kusema kwamba mimi sijaoa, sina mwenzangu mimi, benki inachukua kile kiapo inakiweka kwenye lile faili kwa kudhibitisha kwamba hana mwenzake, huyu amesema hivi, kwa hiyo wanampa mkopo. Kwa hiyo wewe ukimshinda ule mkopo, usikimbilie benki, unaangukia pua. Nenda kastaki mwanaume aliyekopa fedha na akashindwa kuzirejesha. Nenda ukafungulie kesi udai haki yako kupitia staili ya namna hiyo. Ukienda benki unaangukia pua. Na hii ni kesi ya mahakama ya rufani ambayo ndio current sasa hivi ya mwaka 2025 ilichokiamua. Sio lazima kutoa hiari kwa mwenza wako akope, hususan kwa zile mali zilizo jina lake mwenyewe binafsi. Ukienda unaangukia pua kama ilivyoamuliwa kwenye kesi ya Equity Bank dhidi ya Lucy Makela. Kwa hiyo kwa swala la spouse consent kwa ujumla wake ni kwamba usifikiri kwamba kuna ulazima wa wewe kuhiari mwenza wako auze au wakope benki kwa kigezo cha kwamba mimi na yeye ni wanandoa. Hautakuwa na nafasi ya namna hiyo. As long as ile mali inasoma jina la mtu mmoja, atakwenda kule, atafanya zile taratibu na atakopeshwa vizuri sana tu. Sasa hilo swala la spouse consent tumelimaliza. Sasa tuje kwenye swala la matrimonial property.
Hii ni changamoto. Ni wakati gani unaweza ukadai masuala au kazungumzia masuala ya matrimonial property? Hapa watu wanachanganya sana. Watu wanachanganya sana na nitaliweka sawa sawa. Matrimonial property ni zile mali za pamoja, za wenza ambazo wamezipata pamoja. Inawezekana mmezipata katika kipindi cha ndoa au mmoja kazipata kabla ya kuoa ila ukaziendeleza. Ndio maana ya matrimonial property. Zimepatikana ndani ya ndoa katika kipindi chenu au zimepatikana na mtu mmoja lakini ukashiriki katika kuziendeleza, tayari zitabadilika, zitakuwa mali za wanandoa. Ni wakati gani unaweza ukadai hizi mali? Hapa watu ndio wanachanganya mambo. Hizi mali za wanandoa hizi zina mambo yake, na naomba nikuambie usichanganye kabisa haya maswala. Mali za wanandoa kwanza huwezi kudai mali za wanandoa wakati mwenzaka hayupo tena. Unapozungumzia habari za wanandoa tunazungumzia habari ya mume na mke wote wakiwa live, wakiwa wako hai. Habari za masuala ya wanandoa, mali za wanandoa tunazungumzia mahakamani, na tunazungumzia katika wakati gani? Tunazungumzia katika mashauri ya talaka na ndoa. Hapo ndipo mahakama inaweza ikakaa chini ikaamua hii ni mali ya wanandoa au hii mali sio ya wanandoa. Watu wanachanganya. Anakwenda kuzungumzia masuala ya mali za wanandoa kwenye masuala kama ya mirathi. Uwezi kuzungumzia habari ya hii mali nilipata na mume wangu kwenye shauri la mirathi. Kwa sababu unazungumzia mtu umepata na mume wako kwenye shauri la mirathi, mtu ambaye hayupo tena. Hii swala la masuala mali ya wanandoa inatakiwa izungumzie masuala hayo mahakamani kwenye shauri la talaka na ndoa ambalo utakuwa umelifungua dhidi ya mwenza wako. Kila mmoja adhibitishe mchango wake na mahakama itoe uamuzi. Usijichanganye kupoteza muda wako kwenda kuzungumzia masuala ya mali za wanandoa kwenye shauri la kama hili la kukopeshana, mwenza wako hayupo tena ameshafariki, au kwenye shauri la mirathi. Usijichanganye kabisa na utaangukia pua. Ni maamuzi ya kesi nyingi sana hapo hivi, anasisitiza hicho kitu namna hiyo. Lakini mtu mwingine anaweza akasema mimi mali za wanandoa ni sawa, umesema nisizungumzie kwenye masuala ya mirathi. Nisizungumzie kwenye masuala ya wakati nadai haki yangu dhidi ya benki fulani au taasisi fulani. Niyazungumzie wapi? Wewe ukiona mwenza wako kakopa benki, kapewa mikopo ya fedha, zile fedha akapewa, kashindwa kurejesha zile fedha, na hakupata hiari yako, au amepata hiari yako lakini kwa uuni, kafanya uuni, wai mahakamani, kafungue shauri la talaka haraka sana iwezekanavyo. Kwenye lile shauri la talaka ndo tuamue, tukae chini, mahakama ikae, ione, iamue, iseme imali ni ya wanandoa. Ili itakaposema ni ya wanandoa, inatoa asilimia kwamba huyu apate kiasi hiki, huyu apate kiwango hiki. Itakusaidia hata pale benki inapoenda kuuza, hata zile asilimia zako zitokee kule benki zije kwako. Inawezekana umeshajichanganya, kasha kopa tayari zile fedha, kakopa tayari zile fedha kashapata, au kapeleka forgery, kapeleka hati ya kugushi ya signature yako ili apate mkopo. Ukishagundua kitu cha namna hiyo, peleka caveat kwanza kule ardhi, ikae, wajue kabisa kwamba kuna mtu ana interest. Lakini kwenye caveat yako ile caveat yako unavyoipeleka watu wanakosea. Usiseme hii ni mali ya wanandoa, hapana. Sema hii ndio, sema hii ni mali ya wanandoa, lakini naomba masjara hii ya ardhi kisifanyike chochote kitu humu. Nimeshafungua kesi la talaka namba fulani mahakamani kule. Caveat uiweke tu kwamba naweka caveat tu kusubiri tu. Caveat hii unayoiweka pending what? Inasubiri nini? Hii caveat hii hiyo unaloliweka ardhi linasubiri nini? Linasubiri nini? Sababu mimi nikisema mimi na interest au na maslahi kwenye hii ardhi, waambie watu wa ardhi, naweka hii caveat. Ni kwa sababu caveat ni zuio la muda. Nipishe, naomba tupishe shauri namba fulani. Kwa hiyo caveat ukishagundua kama mume wako au mwenza wako au mke wako kachukua ile matrimonial property, kaenda nayo kule, kafanya mambo yake anayotaka kuyafanya, alafu umegundua kama ameyafanya ambavyo sivyo, peleka caveat ardhi. Kwanza kabla hujapeleka caveat ardhi, fungua kesi
aidha ya shauri la talaka au shauri la madai la kawaida, sheria inakuruhusu kabisa. Halafu ukishafungua kesi yako ukapata case number, chukua copy, ambatanisha nyuma ya caveat, peleka ardhi. Kwamba kisifanyike chochote kwenye hii ardhi mpaka shauri langu la talaka itakapoisha. Hii itakusaidia nini? Itakusaidia mambo yafuatayo. Ukisikiliza shauri la talaka likaisha na mahakama ikasema kwamba hii ni matrimonial property, ni mali ya wanandoa, kitakachofanyika ni nini? Mahakama ikishakugawia asilimia zako 30 kwa 70 au 50 kwa 50 kwa kadri itakavyoona inafaa, itakusaidia nini? Benki hata atakaposhindwa mkopo, benki inapoenda kuuza, itakusaidia zile fedha benki inavyouza ikilipa mkopo, zile zinazobaki upate. Au itakusaidia nini? Itakusaidia hata kama benki itauza ile mali, itakusaidia wewe kupata kwenye zile mali zenu nyingine mlizonazo, yani ile percent yako ambayo unatakiwa upewe kwenye ile nyumba ambayo mume amekopa kimakosa. Itakusaidia benki, itakusaidia wewe tu account vizuri, irudi kwenye mali nyingine mlizonazo. Sijui kama mnanielewa. Yani inawezekana labda tuseme mna nyumba labda 5. Na nyumba 5. Zile nyumba 5 mlizonazo, mume kaenda kakopea nyumba moja bila kukupa taarifa. Umekwenda umepambana kwenye mashauri yako ya talaka, mahakama imesema labda hizo nyumba 5 upewe nyumba 2 au zipigwe hesabu za pamoja, upewe 30%, abaki na 70%. Sasa kwa sababu ameshakopa kule mkopo benki na ameshindwa aidha kurejesha ule mkopo, itakusaidia nini? Itakusaidia kwenye account zile thamani za zile nyumba zenu zote kwa pamoja, ili upate hesabu yako vizuri bila kujali ule mkopo yeye aliyokopa. Kwa hiyo unachoweza kushauri wanandoa kulingana na maamuzi mbalimbali ya mahakama yanayotoka. Ukigundua mwenza wako kashakopa kwenye mali ambayo unaamini ni mali ya wanandoa lakini ina jina lake peke yake, wewe unachoweza kufanya ni kufungua kesi ya madai au kufungua shauri la talaka upate mgawanyo wa mali. Itakusaidia wewe pale mahakama itakaposema 30% kwa 70, itakusaidia wewe kwenye kupiga hesabu valuation ya vitu vyote kwa pamoja, upate asilimia zako vizuri bila kujali ule mkopaka aliyokopa. Kwa hiyo masuala ya matrimonial property usiyaongelee kabisa kwenye shauri la mirathi. Pambana na mwenza wako akiwa bado yuko hai. Ukipambana na mwenza wako kwenye masuala ya mirathi, unaongelea habari ya matrimonial property kwenye shauri ya mirathi, unaangukia pua mapema sana. Usizungumzie masuala ya spouse consent. Mtu mwanaume kisha kopa benki, ameshindwa mkopo, unakuja mahakamani, unafungua kesi, unasema mume wangu sikupata hiari au 1 2 3, unapigwa mapema sana. As long as ile mali ina jina la mume, imesajiliwa na alienda kukopa benki, akafanya declaration kwamba hana mke kwa kiapo, utapigwa mapema sana. Utakuwa unapoteza tu muda mahakamani. Unachotakiwa kufanya, wahi mapema, fungua shauri la aidha la talaka na ndoa, mgawane mali kule, au fungua kesi ya kawaida kudai mali yako. Huu ndio utaratibu kwa mujibu wa sheria. Asante. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.